Karibu kwa mara nyingine tena wanafamilia wa chaneli yetu ya Senko-Link. Kama mara yako ya kwanza kufuatia chaneli yetu, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na comment ili wa kwanza kupata taarifa kipindi tunavyozi upload. Katika video hii mwana Senko-Link au mfuatiliaji wa Senko-Link tuje kuonyesha namna gani ya kuangalia matokeo ya kidato cha 4. Leo hii majira ya saa 5 Baraza la Mitihani limetangaza matokeo ya kidato cha 4 kwa mwaka 2025. Kwa hapa tutaangalia ni namna gani ya kuangalia matokeo hayo kwa urahisi. Kwa hiyo utaingia katika browser yako, mimi natumia hii Chrome kwenye kompyuta. Kama unatumia Firefox au unatumia hii browser yenyewe ya Windows, hapo pia ni sawa, majibu ni yale yale. Kwa utaingia, ukishaingia kwenye browser yako hapo utaandika NECTA. Hii hapa ya kwanza, hii necta.go.tz. Hapo sasa ukishaingia kwenye hii site ya NECTA, utaisubiria hapo ifunguke, tutaisubiria. Na pia tunayo analysis ya matokeo kwa kidato cha 4 ambayo itaweza kusaidia kuchambua matokeo vizuri, na unaoweza kuweka majina kama unahitaji ubandike matokeo ambayo yana majina shuleni kwako, kama mna desturi ya kubandika. Lakini leo kidogo changamoto, site inakuwa nzito kwa sababu ya watumiaji ni wengi wapo wanaangalia matokeo. Kwa hiyo utaisubiria hapo ili iweze kufunguka, tuendelee na hatua nyingine ya kuangalia matokeo. Yes, site yetu ishafunguka hii hapa. Kama unatumia kompyuta itakuwa na navigation kama hivi, lakini kama unatumia simu kuna video hapo, nitaweka link hapo juu kwenye pop up, utakutana na video ya kuangalia matokeo kama unatumia simu. Kama kutumia simu na kutumia kompyuta yote ni sawa, lakini kwenye simu kuna tofauti kidogo, ambapo hizi dialog hizi zote hizi tunasema hizi menu zitakuwa zimekaa upande wako wa kushoto, ambao kutakuwa na mistari vitatu. Kwa hapa utaingia kwenye result, unaweza kaingia kwenye result ukachagua form 4 au ukashuka hapa chini kwenye news. Hapa kwenye news unaona umekuta kuna matokeo, japokuwa site inaingia na kutoka, lakini tutavumilia tu ili iwe sawa. Kwa tunaendelea katika ile analysis. Kwenye analysis itakusaidia kuchambua vitu vingi, kuchambua division 1, division 2, 0, waliofeli na absent walikuwa wangapi, na pia utapata analysis ya masomo in deep kidogo, ambayo itakuchambulia A, B, C, D na kuendelea. Na hiyo template utaipata tu kwa bei nafuu kama utakuwa unahitaji, lakini dhumuni la video hii ni kuonyesha namna gani ya kuangalia matokeo hayo ya kidato cha 4. Sasa hapo tutaingia kwenye result tutachagua form 4 hapa. Hii hapa ndio ya form 4 hii inayoitwa CSEE. Sasa naona kidogo mfumo upo sawa, lakini hapa imefunguka. Yes, kwa kama hapo imefunguka, tutaingia hapa kwenye 2025, utafungua hapo, utakutana na shule hizi P. Maana yake hizi P ni zile shule, hizi ni private, zile shule unaweza kusema hizi ni za private candidates, zile ambazo tunasema ni center Mzumbe Center, wale wanaorudia mitihani. Kwa hapo Mzumbe kuna wale dada amejitahidi sana, amepata tu, kuna wale na 11. Hawa ni wale ambao wanaorudia mtihani, center hizi private candidate. Sasa ukishuka kwa chini hapa utakutana na shule ambazo hizo ni zina SS hizo. Lakini pia kuna navigation hapa, unaweza ukakliki herufi ya kwanza ya shule yako. Mfano labda herufi ya kwanza ya shule yako inaanziwa na D, kwa utabonyeza utakutana na shule zote. Mfano kama tuchukue Diplomat Seki, kutana matokeo yake kama hivyo. Hii ndio njia rahisi ya kuangalia matokeo ya kidato cha 4 2025. Kwa video nzuri kama hizi, usichoke kufuatia channel yetu, usichoke kusubscribe, kulike, kushare na comment ili wa kwanza kupata video zetu kipindi tunavyozi upload. Asanteni sana, tutane katika video
ijayo.